Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa nafasi nyingine kwa ajili ya mwalimu wetu na walimu wetu wote ambao wanatuongoza. Mungu azidi kuwajaza Roho Mtakatifu na azidi kuwatumia waihubiri Injili kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyoagiza. Na Mungu mwenyewe atujalie sisi ufahamu wa kufahamu neno lake, atujalie unyenyekevu na kuzingatia neno lake. Tukawe sababu ya jina la Yesu kutukuzwa. Tusiwe sababu ya jina la Yesu kutukanwa, bali tumtukuze kupitia maisha yetu. Tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Leo tuko kitabu cha Amos na ni utangulizi. Nitaanza kwa kusoma. Karibuni. Kitabu cha Amos. Amos alimtangulia Yoeli. Amosi na Hosea walikuwa kaskazini na Isaya alikuwa kusini. Tofauti ya Hosea na Amosi. Amosi alikuwa tafu kutokea Yuda na alikuwa mchungaji wa wanyama asiyekwenda shule. Karne ya 8 BC ni karne ambayo Mungu aliandaa ulimwengu kumpokea Kristo. Karne hii huko Rumi, taifa hili lilianza kupata nguvu. Walikuwa wakipigana na Wagiriki na Waroma na Roma ikashinda. Warumi wamefanya kazi kubwa ya kuenea kwa Injili ya Yesu. Ilileta mfumo wa demokrasi, kuwapa watu uhuru wa kuchagua. Na tunaona Injili ilipohubiriwa ilikuwa inataka watu pia wafanye maamuzi kwa uhuru. Ndio maana wokovu sio lazima. Mtu huamua kwa hiari yake mwenyewe. Pili, Warumi walitengeneza miundombinu, kujenga barabara na kuunganisha ulimwengu wote wa Middle East. Na ndio maana Matendo ya Mitume tunaona kwa miaka 33 mitume walikuwa wamehubiri Injili kwa kasi. Miundombinu hii ilisaidia sana. Pia wakati huu Empire ya Greek ilikuwa imegawanywa vipande vinne. Pamoja na Wagiriki kuondolewa na Warumi, lakini culture yao ilikuwa yenye nguvu na mpaka leo dunia imeathiriwa na hiyo. Mojawapo ya mchezo maarufu umeenea ni Olympic ambao ulianzishwa nao. Na mchezo ambao ndani yao waliabudu mungu wao aliyoitwa Olympio. Pili, lugha yao ikawa ya dunia kama ilivyo Kiingereza kwa sasa. Culture ya Wagiriki ya kupenda falsafa na michezo na lugha zao zikabaki absorbed kwenye Empire ya Rumi. Na zote hizo Mungu alikuwa akiziandaa kwa ajili ya kukusanya mikusanyiko kutengeneza lugha moja ya mawasiliano na kutengeneza culture ya falsafa, kwa sababu Waroma wanapenda hekima, mawazo mapya, na unaona Mungu ana move hivyo. Na karne hiyo ya 8 China na India ilipoanza kuwa civilized, zilianza kuwa civilized. Na ukifuatilia haya yote ni mataifa makubwa yenye population kubwa na influence kubwa. Yalikuwa yanaandaliwa kipindi hicho, na kila jambo linalotokea, haijalishi linatokea kwa bahati mbaya au nzuri, nyuma kunakuwa na agenda ya Mungu. Swali, wakati haya yote yanafanyika, mpango wa Mungu utatumika na nani? Hapa ndipo yanakuja mahusiano ya Mungu na watu wake. Mungu aliandaa taifa la Israeli tangu mwanzo kuwa atatimiza mpango wake wa kuokoa ulimwengu kupitia wao. Na hawa waliotarajiwa na kutegemewa na Mungu aliyewatoa Misri na kuwalinda walikuwa wameharibika kabisa kipindi hiki. Karne ya 8 mataifa yanaibua mitindo, mbinu na culture karibu kumleta Kristo, lakini taifa lenye kumleta Kristo lilikuwa na hali mbaya sana kiroho na kidini. Kaskazini kulikuwa na miungu aliyoitengeneza Yeroboam mwana wa Nebati, na eneo la Betheli na Gilgal walikuwa wanafanya dhambi za kuabudu miungu. Wakati Mungu alipomtuma Yona kuonya Ninawi watubu, na walipotubu tishio la kuangamiza likapoa. Kaskazini wakiwa na Yeroboam wakajikuta wana amani na raha na kufanikiwa kibiashara. Walifanikiwa kibiashara kwa sababu Israeli ilikuwa katikati, na katika huu ulimwengu Israeli ndiyo senta ya dunia nzima. Makutano ya dunia nzima yalikutana hapa kibiashara. Madhara ya kufanikiwa: wakajisahau, wakawa walevi, walizini, wakawa wakatili na dhuluma. Wakaambukiza tabia zao na mataifa kama Moabu, Gaza, mengine aliyowazunguka, na kuharibu Middle East na kuwa na uovu. Wakati Mungu alikuwa na mpango
ikae vizuri, ipitishe mpango wa wokovu. Mungu kwa ukali anamtuma Amosi, mkali kuliko Isaya na manabii wengine. Hawakuogopa chochote. Amosi alihubiri kwa kutumia zaidi mashairi mazito ya hasira na ukali na ghadhabu ya kuonya mtu aliyebanwa mahali na hisia zake zikaumizwa. Na tukisoma tunaona marudio ya maneno mfano kwa kosa lake 3 na 4. Hii ni lugha ya kishairi. Moja ya mstari maarufu, Mungu hatafanya lolote pasipo kuwajulisha watumishi wake manabii. Meseji yote katika kitabu ni kutubu. Amos ni mmojawapo pia mwenye sifa za nabii na mwonaji. Wanaona jambo na kulisema. Hiki kitabu pia kinatuonyesha siri mojawapo kuwa Mungu alileta Israeli na Wafilisti wa Shami kwa wakati mmoja. Na wakati huu Wafilisti walikuwa wameshaharibu. Na tunaona nabii hizi zinawalenga Wafilisti, Moabu na mataifa mengine. Lengo, Mungu anataka wajiandae na kutubu. Tunashukuru Mungu. Mwisho wa utangulizi. Mungu ambariki pia mwalimu wetu na jina la Bwana wetu Yesu Kristo lihimidiwe sasa na siku zote. Tuzidi kunyenyekea, tuzidi kuwa wavumilivu kwa watumishi wetu na tuwaombee. Mungu awape ujasiri na usemi wa kuihubiri Injili kama alivyoamuru Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu atusaidie sote tuelewe, atuangazie akili zetu, tufahamu maandiko yake matakatifu na tuishi sawa sawa na neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Tukutane tena wakati ujao. Leo tunaendelea na kitabu cha Amosi. Mungu awabariki jamani.